Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni Unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Niliwaambia tutazungumza kuhusu Sudani, lakini kuna wale mlinitumia message kuhusu muendelezo wa taarifa ambazo tulianza nazo kabla ya matukio. Ilikuwa kura za awali za uchaguzi wa meya wa New York, ambapo tulikuwa tunajiuliza Zohran, kina Cuomo na kina Slower, kina nani amechukua. Kwa hiyo leo nitayazungumza haya mawili. Nitazungumzia Sudani, lakini nitazungumzia uchaguzi wa meya wa New York ulivyokuwa na baada ya kumalizika, baada ya ushindi wa Zohran Mamdani, kijana mzaliwa wa Uganda mwa Afrika, wa kwanza anakuwa meya wa jiji, au unaweza kusema meya wa kwanza Muislam katika jiji la New York. Na propaganda zimepikwa kila sehemu kuhakikisha huyu hawezi kuchukua. Mabilionea wamechanga mamilioni kwa mamilioni ya fedha kuhakikisha kuwa Mamdani hawezi kuchukua lolote. Ukitazama, propaganda kubwa bado inapikwa kwenye mitandao. Kiuhakika nilikuwa nikifuatilia kwa karibu sana kampeni nzima ya Zohran Mamdani kule Marekani. Hasa unajua jiji la New York unaweza kusema kuwa ndio eneo la pili zaidi lenye Wayahudi wengi zaidi baada ya Israeli. Unaweza kusema kuwa yani jumuiya kubwa za Kiyahudi, au unaweza kusema jumuiya kubwa ya Kiyahudi ndani ya Marekani, jiji la New York ndio linakusanya idadi kubwa zaidi ya Wayahudi Marekani. Yani Wayahudi wapo katika jumuiya nyingi Marekani, miji mingi na Wayahudi, lakini unapozungumza New York basi ndio jiji lenye Wayahudi wengi zaidi kuzidi miji yote Marekani. Sasa unaenda unaenda kugombea umea katika jiji ambalo propaganda ni kubwa kuliko. Huwezi kuamini kiasi cha pesa kilichochangwa na matajiri wakubwa hawa kina Bloomberg na wengine. Ni kiasi ambacho kinakushangaza. Inatajwa zaidi ya dola milioni 40 iliwekwa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa Mamdani hawezi kushinda meya wa New York. Hawezi kushinda. Kiasi cha dola milioni 40 zikawekwa kwa kijana mwenye umri wa miaka 34, mzaliwa wa Kampala, azuiliwe kwa nafasi yoyote. Nje ya hapo watu wamelipwa mamilioni ya fedha kuchapisha propaganda kwenye vyombo vya habari ikiwemo mitandao. Usisahau kuwa Trump alitumika kuhakikisha kuwa Mamdani hawezi kuchaguliwa kwa kutumia nafasi yake ya kisiasa kama rais, kwa kuwatisha watu wa New York kuwa Mamdani hafai na hastahili kuchaguliwa. Uchaguzi uliomalizika uliomrudisha Trump madarakani, uchaguzi ule ukiangalia kama shirika kubwa la Kizayuni AIPAC lilitumia kiasi cha dola milioni 100 ambazo lilikuwa limeziweka kwa ajili ya kampeni ya uraisi wa nchi nzima ya Marekani kwa kufadhili wanasiasa wa vyama vyote viwili. Dola milioni 100 ziliwekwa na AIPAC kuwapa pesa wanasiasa ambao watakuja kuitumikia Israeli katika vyama vyote viwili, Democrat na Republican. Wakahakikisha wanaweka hizo fedha. Uchaguzi wa nchi nzima ya Marekani, majimbo yote 50, wakaweka dola milioni 100. Elon Musk alivyokuja kumsapoti bwana Trump alitumia kiasi cha dola milioni 228. Milioni 228 kwa chama kimoja tu cha Republican kuhakikisha kuwa anamsapoti Donald Trump anaweza kushinda, na alirudisha fedha yake mara 10 au mara zaidi ya kile ambacho alikiweka. Meya wa New York, kiasi cha fedha kinachowekwa ni zaidi ya 40% ya fedha yote ya AIPAC iliyowekwa katika uchaguzi mzima wa Marekani. Dola milioni 40 inawekwa kwa ajili ya Mamdani asishinde. Angalia nguvu ya umma. Nimekuwa nikifuatilia sana propaganda. Wanasema kuwa New York itakuwa inaitwa
New York Stan itakuwa sharia law, yani wanasema ile wanasema sharia law itafanya kazi New York. Watu watalazimishwa wasali vipindi 5. Kuna mmoja amebeba bango anasema kuwa we don't want halal here, yani eti akiingia Mamdani kwa sababu ni Muislamu ataleta kile kitu kinaitwa halali. Yule mwandishi akamuuliza halali ni nini, hata yeye hajui, mradi kaandikiwa bango anatembea nalo, hatutaki kitu kinaitwa halali. Yani tunataka manake halali ni kitu mara nyingi inatumika kwenye nchi ambazo zinakuwa na idadi ya Waislamu au nchi za Waislamu, halali. Sasa anasema hatutaki halali. Anaulizwa halali ni nini, hajui hata halali ni nini, mradi yeye kabeba bango limeandikwa halali. Chuki. Wengi wakachapisha kuwa tunarudi kwenye September 11, yani tukio lililotokea September 11 la mashambulizi ya New York kwenye Twin Tower, ambalo wengi wanakubaliana, hata wachambuzi wa ndani wa Marekani wanakubaliana kuwa lilipikwa picha ya kutengeneza nje, lakini liliandaliwa vizuri. Kwa sababu mimi binafsi katika komenti zangu za September 11 hapa niliwaambia kuwa bado sikubaliani. Nilifanya interview na vyombo vingi vya habari, nilizungumza kuwa sikubaliani na maoni kuwa tukio la September 11 lilifanywa na Al-Qaeda. Al-Qaeda walikuwa ni wadogo sana kufanya tukio kama lile. Tukio kubwa kama lile lisingeweza kufanywa na Al-Qaeda ambao walikuwa ni wadogo sana ukilinganisha na ukubwa wa Marekani na uwezo wake wa kujilinda, na hawa jinsi ilivyotengenezwa. Taarifa zilikuwa zimepikwa sana. So watu katika kampeni ya Mamdani wengi waliokuwa wanapiga propaganda kwenye mitandao ya kijamii ni kuhakikisha kumdhibiti Mamdani chukue. Sasa katika hili, kama umefuatilia sana na hata umetazama posti zangu kadhaa za kwenye status nimekuwa nikiziweka, ni maoni ya Wayahudi wa New York. Wayahudi wamegawika. Mara zote huwa ninawaambia kuna Wayahudi na Wazayuni. Kama ukijaa kwenye mfumo wa Kizayuni unaweza kuhisi unatetea Uyahudi, lakini kumbe wewe uko kwenye mfumo wa Kizayuni. Ule ndio unafanya kazi, mfumo wa Kizayuni, sio Wayahudi. Wengi wa New York wameunga mkono Mamdani,